Asheri Ngomano, huyu binti aliyeuawa ni mtoto wa dadangu. Mgogoro wa kindoa toka kama siku 2-3 nyuma. Siku ya Ijumaa huyu binti yetu alitoka kwa rafiki yake, alivyorudi nyumbani, alivyofika nyumbani ndo inaonekana ulitokea mzozo uliopelekea mume akaamua kumuua mke wake kwa kumnyonga. Ijumaa usiku alivyomuua mke wake, wasiwasi ulimpata sababu mke wake alikuwa anasafiri kwenda Mloo msibani. Alitujulisha kuwa ameondoka saa 2, lakini wakati amemuua usiku. Saa 3 asubuhi alianza kutoa taarifa kwa mwenyekiti wa mtaa kuwajulisha kuwa mke wangu hapokei simu, kwa hiyo na wasiwasi naye. Baada ya kumjulisha mwenyekiti wa mtaa, aliondoka kwenda yeye mwenyewe polisi. Lakini historia ikawa ni ngumu kwa sababu yeye alitoa maelezo ya kuwa mke ameondoka nyumbani saa 2, lakini saa 3 alianza yeye mwenyewe kumtafuta, kitu kilichopelekea kuleta wasiwasi kwenye familia. Kwa ndugu walivyojaribu kumpigia, kweli mtoto wetu simu yake haikupokelewa mpaka ilipokuja kuzima saa 7 mchana. Jitihada za kumtafuta ndugu na jamaa na wananchi wote wa Chipaka ziligonga mwamba, lakini alipochukuliwa kupelekwa polisi ndipo alipoamua kuonyesha alikotupa mwili wa mtoto wetu. Mwili ulikutwa kwenye shamba la mahindi. Kwa hiyo baada ya kumuua alimpeleka kule na gari akamtupa polini. Kwa hiyo mwili ulipatikana ukiwa umeharibika sana. Ndio leo tumekuja kuchukua mwili, tunaenda kuzika kijijini kwetu. Marehemu hajabahatika kupata watoto, lakini alikuwa na miaka 32. Kupata mshtuko pia tukaanza na jitihada za utafutaji wa kusambaza picha upande wa Zambia mahospitalini, lakini pia kwa kutoa ripoti polisi, vituo vya polisi vya Zambia pamoja na Tanzania. Tumefanya jitihada hiyo mpaka kufikia jana kuwa jeshi la polisi limebaini maiti iliko. Tukaondoka kaenda pale tukaifahamu maiti, tukamkuta ni dada yetu Gloria, amevimba, ametelekezwa katika shamba la mahindi. Tukafanya jitihada kwa ajili ya kumstiri, imeharibika, ilikuwa imevimba na muda wa siku kama 5. Angaa kwa kweli wanaume kitendo wanatufanyia vitendo vya ukatili sana. Na ni bora mwanaume kama umechoka akuache, lakini sio kuliko kufanyia kitendo cha ukatili cha kutuua. Wametufanyia ukatili mkubwa sana. Na yenyewe serikali labda itazame. Kwanza tunatamani huyu mtu serikali ingetuachia hata dakika 5 tu tumsalimie tu hata kidogo. Tunashukuru jeshi la polisi la Tunduma limefanya kadri ya uwezo wake, tunashukuru sana na mpaka amepatikana, kwa sababu bila jeshi la polisi wala huyu mtu asingeweza kupatikana. Tunaye vizuri na hakuwa mtu ambaye asemisemi wala sio mchokozi, wala hakuwa mtoto mwenye viburi, wala hakuwahi kufanya matendo ambayo yanauzi kwa wanajamii. Ndio maana tunaona tumesikirika, tumeacha kila kitu, tupo hapa tunashangaa. Wakati huu roho inauma, wanaume wamechukua mno sheria za roho, hatujui ni roho ya wivu, hatujui ni roho ya kunyang'anya vitu, sasa hatujajua. Ishi naye vizuri kwa ushirikiano. Kwanza ni mtu wa watu, pili ni mtu ambaye anajitoa, na ndio maana unaona watu wengi wameguswa sana na ile tukio. Ni mtu ambaye anajitoa kwa hali na mali, yani ni mtoaji na mtu anayenyanyuka kwenye matatizo. Ndio maana unatuona wana kikundi wote tuko hapa. Tunaelekea Mbeya kwa ajili ya kupumzisha mzee. Tunaomba tu serikali itusaidie. Swala la ukatili wa kijinsia kwa sisi wanawake limekuwa ni changamoto kubwa. Linatuumiza sana kwa sababu wanaume wanakatisha uhai wetu. Kama huyu mwenzetu, kwanza ni pigo. Tunaomba tu serikali ituwekee sheria na sisi inayotulinda sisi wanawake. Kwa sababu unakuta tukio kama hili limetokea, mwisho wa siku mnaanza kumuona mtu yuko uraiani tu. Tukio hili ni la kinyama sana. Sikitishwa sana hususan na tukio hili lililotokea. Nipongeza sana jeshi la polisi. Iendelee na weledi huu kwa sababu wamefanya kazi kubwa kweli.